Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine au nazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri kwa upande wa klabu ya soka ya wananchi Young Africans, ukiweza kushuhudia kazi nzuri ambayo inaendelea kuweza kufanyika ndani ya kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri kweli kweli kwenye kikosi cha Yanga, au ukiweza kushuhudia usajili mpya ambao unaendelea kuweza kufanyika kwenye kikosi chao, ambapo klabu ya soka Young Africans inaonyesha dhahiri shahiri kwamba imezamilia kwamba msimu huu inapaswa kwenda kufanya vizuri tena kwenye mashindano ya ndani pamoja na ligi ya mabingwa barani Afrika. Sasa mimi nimekusogezea hapa taarifa ambayo imetolewa juu ya kukamilishwa kwa usajili mpya ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ambapo majembe mapya yametua kwenye kikosi chao, ambapo orodha kamili wachezaji ambao tayari wamesajiliwa kwenye kikosi cha Young Africans wamekamilika. Ni nani na nani utakwenda kuwajua hapa, wametokea wapi, wamesaini mkataba miaka mingapi, hayo yote na mengine mengi utakwenda kuyapata katika taarifa hii ambayo imesheheni taarifa rukuki za kimichezo kutoka ndani na nje ya Tanzania, ambazo ni sajili za Young Africans ambazo zimekamilika. Karibu, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa ndio unatembelea katika chaneli ya hapa nazungumzia si wengine bali ni Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo ndo subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka si wengine, wanazungumzia hawa ni klabu ya soka ya Young Africans. Karibu. Bana, klabu ya soka Young Africans mapema kabisa leo imefikia hatua za mwisho za kukamilisha usajili wa winga wa kulia kutoka Richards Bay FC Afrika Kusini, Tulani Gumede. Taarifa kutoka Afrika ya Kusini zinaeleza kuwa mazungumzo kati ya pande husika yamepiga hatua kubwa na makubaliano yanatarajiwa kukamilika ndani ya muda mfupi ikiwa hakutatokea mabadiliko ya ghafla. Tulani Gumede mwenye umri wa miaka 25 ni mmoja wa wachezaji waliovutia katika ligi kuu ya Afrika Kusini kutokana na uwezo wake wa kucheza kama winga wa kulia, huku pia akimiliki uwezo wa kucheza maeneo mengine ya ushambuliaji. Katika msimu uliopita akiwa na Richards Bay FC, Gumede alitoa mchango mkubwa kwa timu yake kwa kufunga mabao na kutoa pasi za mabao, huku akionyesha kiwango kinachowavutia vigogo mbalimbali wa soka barani Afrika. Ripoti zinaonyesha kuwa Yanga imekuwa ikimfuatilia kwa muda kabla ya kuamua kuingia kwenye mazungumzo rasmi ya kumsajili ili kuongeza ushindani katika safu ya ushambuliaji. Iwapo usajili huo utakamilika kama inavyotarajiwa, Gumede ataungana kikosi cha Yanga kwa lengo la kuongeza nguvu katika mashindano ya NBC Premier League, kombe la shirikisho la CRDB pamoja na ligi ya mabingwa Afrika, ukiweza kushuhudia usajili mpya huo ndani ya kikosi cha klabu ya soka Young Africans mapema kabisa wakiweza kufanya kwenye kikosi chao. Kwa hiyo ni namna gani ambavyo Young Africans wanazidi kujikita katika hilo. Lakini katika hatua nyingine, klabu ya Young Africans imekamilisha usajili wa mshambuliaji wa kimataifa wa Eswatini Justin ambaye akitokea katika klabu ya Chippa United ya Afrika Kusini. Justin ni mshambuliaji mwenye uwezo wa kucheza kama winga wa kushoto, kulia na au striker wakati. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 27 alianza safari yake ya soka nchini Eswatini kabla ya kuhamia Afrika Kusini, ambako aliwahi kuzitumikia klabu za Magdeburg United, TX Galaxy, All Stars, Richards Bay na baadaye Chippa United. Pia ni mchezaji wa timu ya taifa ya Eswatini
akiwa amecheza katika mashindano mbalimbali ya kimataifa na kufunga mabao muhimu katika taifa lake. Ujio wa Justino unatarajiwa kuongeza ushindani mkubwa katika safu ya ushambuliaji ya Yanga, huku benchi la ufundi likiamini uzoefu wake katika ligi yenye ushindani mkubwa kama ya Afrika Kusini utakuwa silaha muhimu katika kampeni za kutetea ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara baada ya kufanya vizuri katika michuano ya kimataifa. Kwa hiyo kazi ipo kwa wananchi Young Africans ambao wapo katika hatua hizo za kukamilisha usajili huo mkubwa kabisa. Lakini katika hatua nyingine kubwa zaidi, inaelezwa kwamba klabu ya Yanga imepiga hatua kubwa katika harakati zake za kuimarisha kikosi kuelekea msimu mpya baada ya kufikia makubaliano binafsi na winga hatari wa kulia kutoka Liberia Emmanuel Fromo anayekipiga katika klabu ya Al Hilal Omdurman ya Sudan. Taarifa zinaeleza kuwa viongozi wa Yanga tayari wamekamilisha makubaliano yote muhimu na mchezaji huyo, yakiwemo kiwango cha ada ya usajili wa kusaini, mshahara pamoja na urefu wa mkataba utakaosaidia mara tu uhamisho utakapokamilika. Fromo ambaye ni mmoja wa vipaji vinavyoibuka kwa kasi barani Afrika ameelezea kujiunga na mabingwa hawa wa Tanzania bara. Ameonyesha utayari wa kuanza changamoto mpya ndani ya ligi kuu Tanzania, ambapo hata hivyo hatua iliyobaki ni kufikiwa kwa makubaliano kati ya Yanga na Al Hilal kuhusu kuvunjwa au kuachiwa kwa mkataba wake wa muda mrefu. Akiwa na umri wa miaka 18 pekee, Emmanuel Fromo ameendelea kujijengea jina kama mmoja wa mawinga wenye kasi, uwezo wa kupiga chenga na kutengeneza nafasi za mabao. Kabla ya kujiunga na Al Hilal aling'ara akiwa nchini Liberia na mafanikio yake yalimfanya avutiwe na mabingwa hao wa Sudan. Pia amewahi kuitumikia timu ya taifa ya Liberia katika ngazi ya kimataifa, jambo linaloonyesha kiwango chake licha ya umri mdogo ambao yuko nao. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani ambavyo klabu ya soka Young Africans inapambana kuweza kutengeneza kikosi chao. Lakini pia katika hatua nyingine, klabu ya Yanga imeanza mazungumzo ya kina kwa lengo la kumsajili winga wa Kaizer Chiefs na timu ya taifa ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Glody Makabi Lilepo, huku viongozi wa mabingwa hao wa Tanzania wakionyesha kuweka nguvu kubwa kuhakikisha dili hilo linakamilika mapema kabla ya kuanza kwa msimu mpya wa mashindano. Taarifa zinazoendelea kuibuka zinaeleza kuwa Yanga imeonyesha nia ya dhati ya kumleta nyota huyo kwenye uwezo mkubwa wa kucheza upande zote za ushambuliaji, huko kocha mpya Mankoba akihusika moja kwa moja katika mchakato wa kutafuta wachezaji watakaoendana na mfumo wake wa mchezo. Inadaiwa kuwa kocha huyo amemweka Makabi Lilepo miongoni mwa wachezaji anaoona wanaweza kuongeza kasi, ubunifu na ushindani katika safu ya ushambuliaji ya Yanga. Makabi Lilepo hakusafiri pamoja na kikosi cha Kaizer Chiefs kilichoelekea nchini Hispania kwa ajili ya maandalizi ya msimu mpya, yani pre-season. Ripoti kutoka Afrika Kusini zinaeleza kuwa kutokuwepo kwake kwenye msafara huo kumezua maswali kuhusu mustakabali wake ndani ya klabu yake ya Kaizer Chiefs. Kwa hiyo Yanga wanataka kufanya jambo la kiungwana kabisa la kuweza kumchukua Makabi Lilepo ambaye amekuwa akiweza kuhusishwa na timu kwa zaidi ya siku kadhaa, ama hapa nazungumzia misimu kadhaa ambayo amekuwa akiweza kuhusishwa na wananchi Young Africans. Maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana